Na baadhi ya viongozi wa upande wa serikali wamewarai wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kuendelea kumuunga mkono Rais William Ruto. Wakiongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, viongozi hao walipongeza rekodi ya utawala wa Rais William Ruto, wakisema anastahili kupewa kipindi cha pili. Anajiri huku chama cha UDA kikitaka kusitishwa kwa kile kilichodai matumizi ya mahakama kutatiza miradi muhimu ya serikali. Wakiongea huko Eldoret wakati wa mkutano wa hadhara, viongozi hao wa Kenya Kwanza walitoa wito kwa Wakenya kumchagua tena Rais William Ruto kwa mhula wa pili, wakisema utawala wake umetekeleza miradi mingi ya kimaendeleo kote nchini. Sisi tumekuja hapa kwa sababu ili tuendeleze mambo ya Ukenya na tuseme maneno ya development katika region yetu. Sisi region haitaweza kubaki nyuma. Na sasa ametushika sisi vijana, tutatembea, tutakanyaga hii Kenya, na 2027 William Samoei Ruto anaingia pale ndani. Viongozi hao pia walitaka upinzani kusitisha kampeni ya kupotosha umma dhidi ya serikali na kuwahimiza Wakenya kuzingatia rekodi ya kimaendeleo ya serikali. Mtu yeyote ambaye anapiga siasa ya kupagua Wakenya kwa njia ya kikabila, kusungumuza mambo ya shares, kusungumuza mambo ya vitu vidogo vidogo, huyo ndio adui ya Wakenya. Hapa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar alitoa wito kwa idara ya mahakama kuharakisha kesi zinazohusu miradi ya serikali ili iweze kuendelea kutekelezwa. Tunataka kuanzisha healthcare, imepelekwa koti mwaka mzima. Mkoe na bill inapelekwa koti mwaka mzima. Alafu yule judge anasema ni sawa, ame-injunct nini. So the courts also have played a very a role in sabotaging this government's development agenda. Katibu huyo mkuu pia alivitaka vyombo vya habari kuzingatia maadili yao ya kazi. Wale ambao wanasema urongo tutawataja kwamba wamesema urongo. Sisi pia tuko na platform. Usitumie hiyo uhuru wa media kujificha hapo ndani ili ututukane. Ukituingilia kisiasa, sisi pia tuweza kukujibu kisiasa. Wakati huo huo, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekosoa hatua ya hivi majuzi ya kuuza 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom kwa kampuni ya Vodacom, akidai hatua hiyo iliharakishwa licha ya kuwepo kesi mahakamani. Kenyans are therefore entitled to ask a simple question. Why was the government in such a hurry to sell a highly profitable and strategic national asset before the High Court could pronounce itself? Kulingana na Kalonzo, uuzaji huo haukutekelezwa ipasavyo. The government has sold approximately 6 billion shares at the valuation, according to them, of 34 shillings per share, reducing its ownership from 35% to 20% and giving Vodacom effective majority control at about 55%. We maintain that this sale was undervalued, was opaque. Where was or is the competition authority? We need to hear their voice on a matter as serious as this. We await the ruling of the High Court, which will be delivered on 17th of August, 2026. And after that ruling is given, we are going to take that matter all the way up to the Supreme Court. Nancy Okware, Darubini Wikendi.